Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza kwa Cindy Warioba. Tusimwangalie kawaida kama ambavyo watu wanamkabili kwa kutokuelewa. Tumuone kama kiongozi wa kipekee, kiongozi mwadhirifu, kiongozi ambaye ni jasiri kabisa. Cindy Warioba ni mkweli hasa. Is a twist. Ni mkweli. Mimi wakati naanza kazi natokea kikosi cha mwisho cha jeshi, mimi katika mapito yangu ndio naanza kazi pale kwa Cindy Warioba pale. Na nimemfahamu huyu mzee. Mzee huyu katika miaka ya 89 93 ni mtu wa kawaida sana, hana makuu. Ni kiongozi ambaye hana makuu. Usipomjua unaweza kumdharau. Ndio maana wamefikia hatua vijana juzi tunaona wanasema kwamba ameshindwa kujenga nyumbani kwao. Unaona ni mtu wa matapu tu. Unaona yani dharau vijana. Hivi Cindy Warioba na kuweza kutolea hajajenga kwao, amejenga ukweni. Njaa ya tumbo. Utaona kabisa kwamba nimeanza na historia ili tuangalie vizuri kwamba shule alizopita Julius Kambarage Nyerere, shule ambazo Cindy Warioba amekuja kupita, mfumo wa elimu kipindi cha Julius Kambarage Nyerere awamu ya kwanza. Je, inatoa viongozi imetoa viongozi wa aina gani? Na kwa sasa hivi mfumo wetu wa elimu unatoa elimu ya aina gani? Ukija kuangalia maeneo mengi aliyokuwa ameyafocus katika rushwa kubwa na rushwa ndogo, ambayo hayati Magufuli alikuja kukiri ukweli huo. Ukweli huo ulikuwa naongea, na maana alikuwa anarejelea huko, alikuwa anajua kwa sababu pia alikuwa mtu mzima kabisa na tayari alikuwa shaingia kwenye system kwa akiwa mbunge kwenye bunge hayati Magufuli. Aligundua kama mnakumbuka, anasema kwamba nilidhani ya kwamba rushwa iko serikalini tu, kumbe iko ndani hata chama hiki kinachoongoza serikali tena kubwa. Kwa hiyo rushwa hata mpaka leo tunapoongea, ndugu mwandishi wa habari, tu kweli mapambano ya rushwa na vitendo vya ufisadi ambayo ndio vinavyomomonyoa taifa hili, ndivyo vinaleta ufukara, umaskini huu, ugumu wa maisha, tabaka dogo la kung'ang'ania madarakani limejitengenezea kama mfumo fulani hivi. Hata wakati wa chaguzi mnao wengine mnaita machawa, ndio wao wanapata political connections hawa, ambao tunaita ni rushwa ya kisiasa, na iliwahi kutafuna taifa la Marekani kipindi cha nyuma, tunaita political patronage. Yani watu wanajifunganisha na siasa ya chama kilichoko madarakani. Baya sana. Na hao ndio wanakuja kuteuliwa kupata na fursa pia za ubunge. Ndio hao wanakuja kupata fursa za waziri na naibu waziri. Ndio hao wanakuja kupata fursa hata katika utumishi serikali kama watendaji, wakurugenzi huko. Ndio hao wanakuja kupata mikataba hiyo mikubwa ya uwekezaji humu au kuungana hata na uwekezaji hata wa ndani na nje. Ndio hao kwa political connections hiyo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mianya ya rushwa ile aliyokuwa ameibani na kupendekeza na kuona vyanzo vyake na kupendekeza nini kifanyike, uongo mbaya, vita ile hajawahi kupiganwa vya kutosha, hajawahi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ufanisi ndio unaona. Lakini katiba mpya, jaribu kuangalia katiba mpya. Sasa katiba mpya iko wapi? Na huwa narudia anasema kwamba hata mfanyeje, mapendekezo tuliozunguka nchi nzima kwa gharama kubwa sana kubwa, na ni kweli tunajua wote. Watu umetoa, hata mimi nishikutoa maoni. Hakuna idadi iliwahi kujitokeza katika tume yoyote ile tangia nchi ipate uhuru kama tume ya Warioba hii katika kupata maoni ya wananchi kuhusu katiba yetu mpya iwe ya aina gani na mahitaji yake ya nini. Matakwa ya wananchi, anaambia kwamba matakwa haya ya wananchi, mawazo na maoni hayatakaa yakafa milele. Ni vyema ikapatikana hii katiba hii, watatulia. Kila kitu ambacho unaona wanakidai wananchi kiko connected na katiba mpya. Kila kitu kiko connected na katiba mpya. Unaona? Sasa leo wanagusa Gen Z. Sasa mnaanza kutafuta wachawi gani? Watu wanataka serikali yoyote ile, ndugu mwandishi wa habari, labda katika kuhitimisha majibu katika swali lako, lazima ujue pia kuna kitu tunaita, kuna misingi ya demokrasia na kuna nguzo za demokrasia. Hivi vitu lazima tuvijue. Katika democratic pillars, yani nguzo za demokrasia, nguzo kuu namba 1 ni mamlaka ya watu, people sovereignty. Nguzo ya pili ya demokrasia ni namna gani wananchi wanahitaji watawaliwe, how the people want to be governed. Hilo umeshaelewa. Alafu nguzo ya 3 ya demokrasia ni utawala wa sheria, kwa maana kwamba hakuna yeyote aliyo juu ya sheria. Na nguzo ya 4 umeshaelewa, heshima kwa sheria na serikali. Sasa serikali gani? Serikali iliyopatikana kihalali. Sasa hivi vitu vitafute Tanzania, unaviona? Ndio maana nisema kwa kujaribu kuangalia hata katika home setting. Unajua
sisi wana psychology pia na ndio ndivyo hivyo hata katika sayansi ya jamii, lazima angalie mtu usipojua mazingira anakotoka, home setting, makuzi na malezi, maendeleo yake, kama ndio maana nimeanza na maendeleo yake ili wajulikane. Warioba mwanzo mwisho ni mkweli, kwenye kweli mtoi. Warioba mwanzo mwisho ni mwenye haki. Angalia hata akiwa jaji, angalia hata akiwa serikalini akishauri, na alishapata kuni moja walikuwa anarudia sana jinsi ambavyo walikuwa kimshauri Julius Kambarage Nyerere, na msimamo wa Julius Kambarage, baba wa taifa mwenyewe, anafika mahala anakubaliana na hoja zake. Angalia alivyokuwa akimrejelea hata mpaka Moringe Sokoine, wote walikuwa marafiki sana. Kwa hiyo utaona kwamba ni kiongozi ambaye si mrarusho. Warioba si mrarusho, na katika vita kali alionao Warioba ukijaribu kumwangalia, na ni kiongozi yote yule ambaye yuko morally upright. Warioba is really most highly morally upright. Ni mwema, mtu mwema. Mtu mwema lazima awe mwenye haki, na hata akiwa katika nyadhifa zake zote utamwona mtu wa kawaida, lakini anayesimama katika maslahi ya umma siku zote, public interest. Na ukienda kinyume na hapo, Warioba mshawishi mwezi. Kwa hiyo ni mkweli, mpenda haki, mtu mwadhirifu sana, mtu mwaminifu sana, mtu ambaye huwezi kumshawishi kwa vitu vyote. Ndio maana unaona anaishi katika maisha ya kawaida, wanamdharau tu, lakini hiyo hazina nimeelezea ili wamjue vizuri ndani na nje, kwa maana Afrika Mashariki na kimataifa. Je, huyu ni kiongozi wa kwanza kupuuza huyo? Nani kiongozi gani? Narudia kuuliza na koji aliyepata kushika nyadhifa hizo kubwa kubwa katika mihimili yote mitatu ya kidola? Nani? Baba taifa tumemwona mwanasiasa, walimu Nyerere afundisha miaka 3 tu. Mwanasiasa, is a politician. Lakini tuangalie mzee wetu Sinda Warioba katika muhimili wa mahakama, katika muhimili wa bunge, katika muhimili wa serikali. Kote huko. Alafu nitafutie duniani kote, wewe nitafutie tu taifa lote, tafutie kiongozi wa aina hiyo. Nani? Kwa hiyo Sinda Warioba sipuzwe kwa maana hiyo. Warioba wanataka kumnyamazisha, hayuko tayari. Wanataka kumnyamazisha katika, hayuko tayari. Nyerere hivyo hivyo, mpaka Chifu Mazengo ndio anamwambia kwamba wewe unaonyesha fimbo hivi, hii ni ishara ya enzi, kwamba watakubali. Kwa hiyo mapito hayo ukijaribu kuangalia namna katika kuwa umejaliwa kuwa kiongozi, mpaji wetu ni Mungu, au ni viongozi, ni tunu ambazo mnaona kwa namna ya kipekee Mungu amependea Tanzania. Na tukumbuke historia vizuri, na tuikumbuke vizuri, na tujifunze kutoka katika historia hiyo kupitia viongozi wa aina hii. Yaani tusidanganyane. Wenzetu mataifa yaliyoendelea kwenye historia wa bandui. Kwa hiyo ni viongozi wanaofanana umesha katika mapito yao, kujaribu kuangalia katika misimamo yao, katika kuamini kwao, katika kutenda kwao, hawatikiswi na mitazamo hasi. Warioba kumtazama na hata wanapomtukana warudishi, ananyamaza kama Masia. Si ndio Warioba wanaanza kumtuhumu, mara yuko kwenye chama fulani huko. Ongo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yale Nyerere alikuwa anakataa katika maadui wale wakubwa wale, ule ubaguzi ule. Watu Nyerere alikuwa anaongea ubaguzi wa rangi mbaya, ubaguzi wa dini mbaya, ubaguzi wa kabila mbaya. Tanzania inatafunwa na ubaguzi wa kisiasa, sijapata kuona. Hatari mno, ambayo ni political discrimination. Nchi ya mfumo wa vyama vingi. Alafu leo unataka chama kimoja kidominate taifa, kitoa wawakilishi wote serikali za mtaa hao. Hiyo ni kitongoji, hiyo ni vijiji, hiyo ni mitaa, hiyo ni diwani, hiyo ni ubunge, hiyo ni serikali kuu. Ndio hiyo political connections, hiyo political patronage. Itazaa taifa la kifisadi la hatari mno. Na ndo vijana wameliona hilo. Na viongozi makini kama Sinda Warioba, na hata mimi naona hivyo. Naona tena kwa mbali zaidi. Pana. Acha wananchi wenyewe wafanye maamuzi. Viongozi hao ni taa ndani ya taifa letu. Viongozi ni taa. Warioba ndio namuona kama kiongozi pekee aliyobakia, a political star to guide us, to direct us, to instruct us kabisa. Hao wengine chongo tu bwana.